alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama unavyoona nikiwa na Google Bahari Samahatu Sheikh Diwani Sheikh Yusufu, tumekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu, hasa kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini pia yale ambayo yanatuchanganya sisi Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu wanajiita Waislamu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khair kabisa. Khair kubwa zinapatikana. Naam, tukiwa katika kumi hili la pili ambao leo ni chungu cha 12. Unatuambiaje kwanza mwalimu kabla hatujaenda katika mada husika? Mimi niseme huu ni mwezi wa kuchuma. Kwa hiyo watu tujipinde sana katika kufanya mazuri, ikiwa kulisha chakula, lakini kadhalika vile vile kufanya ibada kwa wingi, ikiwemo kuwatembelea wagonjwa, kuwafariji wafungwa na mfano wa hayo. Mambo mazuri sana yanatakiwa kuyafanya, kusoma sana Qur'ani, kuhudhuria sana katika majalisi za madarisi mbalimbali. Ndio katika matokeo bora na mazuri katika mwezi huu, hasa katika 10 hili tukielekea 10 la 3. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali amezungumza mengi, lakini sana kusi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuna mengi ya kuyafanya, hasa kukaa katika ibada, lakini pia kuwasaidia wale mayatima wasiojiweza na wajane katika lile ambalo Allah amekujalia. Mwalimu, tuko katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na mengi yanafanyika na mengi yamefanywa. Hasa tukiangalia kuna watu ni Waislamu. Sahihi. Tunaanza hapa, kuna mtu anaitwa Wema Sepetu. Ni Muislamu mwenzetu. Lakini pia ni katika watu ambao wamefunga inasemekana, kwa vile ambavyo yeye mwenyewe alijitujuzi kwamba yeye kafunga. Akizungumzia swala zima la kubeti. Kwa nafaka yake alisema kwamba kubeti ni halali, kwa sababu kubeti kunabadilisha maisha ya mwanadamu. Mimi ni Muislamu. Na umetutakia Ramadhani karibu. Of course, niko kwenye mfungo. Wengi wanaogopa kuhusishanisha mambo haya na dini zao, baadhi yao. Kwako wewe labda? Kidini inasema hivyo, lakini mimi sidhani kwamba kitu ambacho kinaweza kwenda kukubadilisha maisha wewe kama binadamu ni kinatakiwa kuwa haramu. Tunazijua haramu nyingi sana, lakini sidhani kama betting ni moja wapo. Kama inaweza ikaenda kubadilisha maisha, ikafanya maisha ya mtu yakawa mazuri zaidi, sidhani kama ni kitu haramu. I don't think. Hata mimi niliona kuna baadhi ya watu walinitumia hizo klipu, na huyu Wema Sepetu ni Muislamu kama jinsi alivyosema mwenyewe, na alivyoulizwa alisema kwamba amefunga. Mimi ni Muislamu. Na umetutakia Ramadhani karibu. Of course, niko kwenye mfungo. Lakini hebu tazama appearance ya mtu aliyofunga. Ukitazama tu inakupa majibu kwamba huyu ni mtu wa namna gani katika haki. Tunaomba Mwenyezi Mungu amuongoze tu katika haki. Lakini katika jambo la msingi ambalo nitaka niseme, kama kuna mtu atachukua maneno ya Wema alafu ndo akayafanya kuwa ni maneno sahihi, basi huyu mtu itakuwa na yeye ana matatizo kidogo ya kiakili katika hali ya namna moja au nyingine. Kwa sababu yeye kasema kubeti ni halali, kwa sababu kubeti kunabadilisha maisha ya mtu. Sasa hapa jiulize tu swali la kawaida. Kuna watu wanajiuza, na kule kujiuza kwao kunabadilisha maisha yao. Maana yake kujiuza kumekuwa halali kwa sababu hiyo. Hivi ni maswali tu, yani ni vitu vinahitaji ufahamu mdogo sana. Lakini kuna watu wanauza madawa ya kulevya, na yale madawa ya kulevya yanabadili maisha yao. Lakini swali la msingi ni, kweli madawa ya kulevya yatakuwa halali kwa sababu yanabadili maisha yao? Haya ni masala ya kiufahamu. Mimi nimwambie tu ndugu yetu Wema Sepetu pamoja na wengineo kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, au ni jambo la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika ya pombe na kamari, lakini kadhalika katika kamari ndo kunaingia haya mambo yote, kubeti na mfano wa hayo. Mbele kabisa Mwenyezi Mungu anasema ni uchafu na ni katika kazi ya
sheitani katika hali za namna hiyo. Hivyo ukimwona mtu anabeti, manake anafanya kazi ya shetani. Hata kama maisha yake yatabadilika kwa kubeti, bado yatabadilikia katika ushaitani katika hali za namna moja au nyingine. Kwa hiyo jambo la msingi sana kwa dada yetu huyu Wema Sepetu pamoja na wengineo, tufahamu ya kwamba sio kila kinachobadili maisha ya mtu basi kinapewa hukumu ya kuwa halali, kinafaa katika hali za namna kama jinsi ilivyo. Kwa maana kujiuza hakuhalalishi tendo hilo la kujiuza kwa sababu mtu atabadili maisha yake, au kuuza madawa ya kulevya hakuhalalishi kuwa madawa ya kulevya yakawa halali kwa sababu inabadili maisha ya mtu. Basi hivi ndivyo ambavyo ilivyo katika kamari na mfano wa hayo. Kwa dada yangu, tunamuomba arejee vizuri kwa Mwenyezi Mungu, ajaribu sana kuwauliza wanaojua dini, asikurupukie masuala ya dini wakati yeye mwenyewe dini maskini hajui anachokifanya katika hali ya aina moja au nyingine, inshallah. Sawa. Mwalimu umezungumzia mfano mzuri sana ambao mfano huu hata yule ambaye hajaelewa basi anaeleweka. Sahihi. Katika dini tumeona Mwenyezi Mungu pia anakataza kusema kwamba ni kazi ya shetani. Sahihi. Sasa kuna watu labda wanaweza pia wakaweka mgogoro. Maana hili mashehe wamelikalia kimya. Hili mwalimu unaliweka kwa taswira gani ambaye mtu sasa anatazama na kusema kwamba muda huu nahitaji kufahamu zaidi kuhusiana na hii issue ambayo inaendelea mwalimu. Katazo. Mwenyezi Mungu amesema mbele, fajitanibuhu. Basi jiepusheni na hayo. Kwa maana yawekeni mbali na nyinyi kaeni mbali nayo. Kuna mambo mengi sana ya kufanya ambayo yanaweza kubadili maisha ya mtu. Uislamu umeruhusu watu wafanye kazi. Watabadili maisha kwa kufanya kazi za aina mbalimbali. Kuna vitu vinavyoitwa al-iqtisadiyatu fil Islam. Kwa maana iqtisadia kwa maana mambo ya kiuchumi katika Uislamu yapo mengi sana. Wewe unajua tumewahi kufanya darasa mbalimbali zikielezea uchumi katika Uislamu, masuala ya kilimo, masuala ya alhandasa, uhandisi huu na mfano wa hayo katika hali. Kwa hiyo kazi zipo nyingi sana halali ambazo zina uwezo wa kubadili maisha ya mwanadamu, tena kutoka katika hali duni kwenda katika hali bora bila ugomvi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Mpenzi mtazamaji, hiyo ni maarifa maalum ambayo yanatoka kwa Google Bahari Samahatu Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali. Nilikwambia mwanzo tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao wa kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ni mwezi ambao wa kuchuma yale ambayo yaliokuwa bora, tutoe kile ambacho Allah ametujalia, kiwe kidogo kiwe kingi, basi tuweze kuwasaidia wasiojiweza, mayatima na kadhalika. Mwalimu, swala la pili la Abdallah, wengi almaarufu wanamjua Dula Makabila, ambalo hili pia limeweka baadhi ya watu katika mchanganyiko tofauti. Abdallah anasema aliulizwa swali kati ya milioni 100 milioni 100 nakumbuka, kati ya milioni 100 au 100 na mashaf hii ambayo tunaisoma, kuna aya za Mwenyezi Mungu, kuna utaji mkubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kati ya mashaf na milioni 100 kipi unachagua? Yeye akachagua moja kwa moja milioni 100 msahafu, akasema hapana. Ndio. Ili pia unalizungumziaje? Mimi kwanza niseme, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo kwamba yeye mpaka sasa hajiiti Abdallah tena. Yeye anajiita Dula. Mpaka hapo tu panatosha sasa kumjua kwamba huyo ni mtu wa namna gani. Sawa. Lakini jambo la pili ambalo kwa huyo ndugu yangu nafikiri amechanganyikiwa baada ya yule alokuwa mkewe kwenda kuolewa na bwana mkubwa Haji Manara. Sasa akili yake mpaka sasa bado haijakaa sawa. Kwa hiyo ni kumrehemu tu na kumwombea dua, Mwenyezi Mungu arejeshe akili yake itulie vizuri. Hilo jambo la kwanza. Kwa sababu unaposema kwa maana milioni 100 alafu ukasema na mashafu, ukasema mimi nitachagua milioni 100, kwanza hatumlaumu kwa sababu hili ni chaguo lake yeye mwenyewe. Hatuwezi kumlaumu kwa hilo, lakini tuna haja ya kumfundisha baina ya milioni 100 na Qur'ani nini chenye thamani kubwa. Inawezekana yeye akawa anaona labda milioni 100 ni thamani kubwa, lakini kumbe hajui. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, acha Qur'ani nzima, Mtume anasema yapo maneno yakiwekwa katika mzani
alafu ikachukua dunia na vyote vilivyomo vikawekwa katika mzani wa pili, basi hayo maneno yatazidi uzito dunia na vyote vilivyomo ndani ya dunia, ambayo ni maneno hayo yanasomeka la ilaha illallah, ambayo Qur'ani imekuja kuyaeleza kwa ufasaha maneno haya la ilaha illallah. Maana yake hata huyu Dula lau angejua thamani ya Qur'ani na uzito wake, angesema Qur'ani kwa sababu ndio imebeba hayo mamilioni 100 na mabilioni kwa mabilioni biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni kutoelewa tu na kule kuchanganyikiwa baada ya kuwa alikuwa mkewe kaolewa na mtu mwingine na yeye alikuwa anampenda. Basi Waarabu wana msemo mmoja wanasema yani bilhubbi yadhhabu alaqil, yani kwa mapenzi, mtu ukiwa na mapenzi sana akili huwa inaruka mzee. Sasa inawezekana ndugu yetu huyu kapatwa na mtihani huo, tumuombe dua tu katika sala kama akili imemruka. Sasa ni kumsamehe. Kwa Muislamu aliyo Muislamu madhubuti hawezi kusema maneno anayosema huyu bwana, hawezi kabisa kusema maneno hayo, hata kama ana unafiki wake atauficha. Leo mtazame huyu Diamond Platinum, pamoja na mambo yake yote ajabu anayoyafanya, lakini kuna wakati likifika sala la dini unamuona anarudi nyuma kidogo. Yani hawezi kupuka moja kwa moja hivyo hata kama ana yake. Lakini kuna wakati likifika sala la dini unamuona kabisa kwamba ule udini unamvaa. Unaona kabisa unamvaa. Kuna baadhi ya vitu fulani anaogopa bana. Hivi ndio inavyokuwa kwa Muislamu. Yaani Muislamu hui ovyo moja kwa moja tu, ovyo tu moja. Hayo hivyo. Yaani utakuwa ovyo katika baadhi ya nyakati, lakini kuna baadhi ya nyakati fulani ifika unarudi nyuma, unajiuliza hapana katika hali za namna hii. Sasa huyu tumuhurumie tu na tumuombe dua. Sasa walimu umezungumza mengi hasa kuhusiana na swala zima sisi kuishi katika mwongozo wa dini. Labda pia wito wako kwa baadhi ya Waislamu hasa hawa wasanii. Unajua wasanii wako wengi sana, unakuta huyu anaitwa sijui nani, unakuta jina lake Abdallah sijui nani hivi. Wito wako? Kwanza kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka nitoe kama wito. Jambo la kwanza kabisa mimi niwaambie ndugu zanguni, nimewahi kuona mimi katika mitandao hii kuna kijana mmoja yeye ni msela. Nikisema msela unanielewa. Yani msela manake anavuta bangi, anavaa, yani anatembea ile, yani hivi vitu vya namna hiyo nakusudia hivyo. Lakini yule bana amekaa kijiweni na wenzake, anawaambia pamoja mimi ni mniga, msela, lakini siachi kuswali. Ikifika wakati wa sala mimi nainuka hapa, natoka maskani na kwenda msikitini na swali, kisha baada ya hapo narudi maskani. Ili ni jambo moja zuri sana, mimi nampa big up sana huyu msela katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo na mimi niwaambie tu wasanii, hebu igeni yani kama huyu msela jinsi alivyo. Ukifika wakati wa sala usitazame maovu unayoyafanya, ukubwa wa madhambi unayoyafanya, usitazame hapo. Nenda msikitini kaswali. Huenda ile swala ambayo wewe utakwenda kuswali Mwenyezi Mungu anaweza kukubadilisha kutoka hapo kuwa ni mtu mmoja bora sana. Kwa hiyo hawa kina Diamond Platinum, hebu tukutaneni sana misikitini. Tuwe tunasali kwa pamoja kwa misikitini. Mambo yatakwenda vizuri. Wito wangu kwa wasanii yani tujitahidi sana. Unajua swala ni sala. Ni sawa na kikapo. Kikapo ambacho kinachobeba mambo mema. Sasa ukienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na kikapo hicho, ndani yake sasa ndio panawekwa vitu vizuri, ndio ndani yake kuna sadaka, ndani yake kuna zaka, ndani yake kuna kadha, lakini kikapo lazima kwanza kiwe kipo. Yani wewe usikubali kukosa kikapo. Bora kiwe kina matobo lakini kipo. Maana yake usikose kuswali hata kama una madhambi unayoyafanya, ni bora uswali hali ya kuwa na hayo madhambi unafanya katika hali za kuliko kuwa uswali kabisa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo wito wangu ni kuambia tu ndugu zangu, kwa maana ukisikia muadhini wende msikitini, khairi inaweza kupatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwalimu, na swali dogo lakini ni ufahamu wangu. Sahih. Qur'ani ukiyudhi ama ukaifanyia madhambi, nikisema kwamba ukatoka katika yale ambayo Qur'ani umefundishwa unayajua, ina uwezo wa kuadhibu? Anayeadhibu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini Qur'ani inatoa dalili za wewe kuadhibiwa. Kwa sababu ikiwa kama Qur'ani imesema msikaribie zina,
na wewe unajua kabisa hichi kilichoelezwa ndani ya Qur'an, alafu ukaikaribia ile zinaa, maana yake ni sawa na saini ambayo umesaini mwenyewe kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu dalili za kuacha hizo tayari Qur'ani imeshakwambia na wewe hukuzifata katika hali za namna hiyo, na unazijua vizuri kabisa katika hali za namna hiyo. Swali hili nimekuuliza mwalimu kutokana na pia tuliona tulirudi mjini, tukarudi kwa Allah, tumerudi tena mjini, lakini baada ya kurudi mjini tumeona tupo kimya. Ndio maana swali langu hili nikajua kama unaposema mwalimu Qur'ani hatari sana. Sasa mpenzi mtazamaji, ambapo tumezungumza na Sheikh, swala zima tulikuwa tunataka tu kujua ufahamu wa hii riba ambayo niseme kama kamari, niseme kamari ambayo imehalalishwa na baadhi ya msanii. Tumeona Qur'ani inakataza vizuri tu, lakini pia Dula Makabila kuhusiana na swala hili imani yake ipoje? Imani Sheikh amezungumza bado ni changa sana, na hawezi kuwa katika Uislamu uliokuwa imara. Wewe Muislamu imara, unaposikia neno la Allah basi na wewe upo tayari kulipambania, kwa sababu anayetajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikwambie Ramadhani Karimu, asante.